wananiita Jerry Joel. Mbele yangu hapa kuna zao hili. Hili ni zao la kahawa. Zao hili la kahawa limekuwa ni dhahabu nchini. Si nchini tu, lakini dunia nzima imekuwa ni dhahabu kwa sasa. Watu wengi wamekuwa wakifanya kazi katika makampuni tofauti tofauti, wamekuwa wakifanya kazi serikalini, wamekuwa wakifanya kazi zao binafsi, lakini kipato chao kimekuwa hakiridhishi. Lakini leo nataka nikuonyeshe moja ya fursa adhimu sana. Moja ya fursa adhimu sana katika dunia hii ya sasa. Ukitaka kufanikiwa, ukitaka mafanikio makubwa ambayo yanaweza kukufikisha mahali pa juu sana, yanaweza kukufikisha mahali ambapo utasema yes, this I'm me. Ni kupitia zao hili la kahawa kwa sasa. Zao hili la kahawa kwa sasa limekuwa ni tunu kubwa katika kila eneo kwa sasa. Wale ambao tayari wameshasanuka kwa namna ya zao hili la kahawa, sasa hivi wanapata mafanikio kwa kiasi kikubwa sana. Je, unatamani kujifunza kuhusiana na zao hili la kahawa? Unatamani kujifunza mbinu mbalimbali za namna ya upandaji mpaka kuja kuvuna zao hili la kahawa? Fuatilia chaneli hii, uwe nami, fuatilia kwa kiasi kikubwa ili upate kujifunza namna gani una uwezo wa kufanya na una uwezo wa kufanikiwa kupitia zao hili la kahawa. Endelea kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa namna ya upandaji tunapoanza kupanda kitalu. Pia ukitoka hapo unapoanza kupanda kwenye shamba, namna ya maandalizi, kuanza kuchimba shimo mpaka upandaji, ni mbinu gani unaweza kuzitumia na una uwezo wa kupanda umbali wa kiasi gani kutoka shina na shina. Lakini pia upana kutoka mraba na mraba, una uwezo wa kupanda vipi? Je, unafanyaje changamoto za hii zao la kahawa pia? Lakini pia bado kuna sumu za unazotakiwa kupiga kwa namna ya kuepusha wadudu kwa ajili ya kulinda kahawa yako. Lakini pia kahawa yako iweje, msimu gani ambao una uwezo kuboresha kahawa yako ili upate mazao yaliyo bora. Endelea kufuatilia channel hii, lakini pia unapofuatilia channel hii usisahau kusubscribe, kulike na